Mambo yanazidi kuwa magumu kwa Anmol, kwani baada tu ya huyu mgeni ambaye amefika katika familia hii ya Prasal, basi tunaona Rishi ameondoa ukaribu kabisa na Anmol. Kwa hiyo jambo hilo linamsababisha anakuwa na wivu sana. Na Anmol anaanza kujiuliza ni kwa nini amekuwa hana bahati na kwa nini aliumbwa hivyo alivyo. Yaani ni kwa nini yeye amekuwa mtu ambaye hajakamilika. Yaani mpaka Rishi anaamua kumpenda Nakshi. Ambaye Nakshi ndo huyo binti sasa mgeni. Tunaona Rishi ameonekana akiwa anampenda kweli, lakini pia kwa upande wa Tatawal amekuwa akifurahishwa sana jambo hilo. Anaongea na mume wake na kumwambia ndoa hii itabadilisha maisha ya Rishi, kwa sababu afadhali sasa hivi amemuoa binti wa kawaida, sio kama alivyokuwa amemuoa huyu mbilikimu ambao kiuhalisia anaonekana ni kama mtu ambaye hajakamilika. Yaani watu hawa wamekuwa ni watu ambao wana tabia moja ambayo ni mbaya sana ya unyanyasaji. Watu hawa wamekuwa ni wabaguzi sana, kwani Anmol amekuwa anateseka katika familia kwa sababu tu ya kimo chake, na si kwamba alipenda kuwa hivyo, lakini wao wanamtem kama vile ni mlemavu. Kwa upande wa Rishi sasa leo tunaona anamwambia maneno mazito Nakshi na kumwambia kwamba yeye ni binti mzuri sana. Kwa toka siku ya kwanza tu anamuona alijisikia kumpenda. Kwa moja kwa moja asa Rishi na yeye amezama kwenye penzi la huyu binti mgeni. Hatujui tabia yake, hajui alikuwa anaishi vipi, lakini amemwambia maneno hayo. Naona hata Anmol wakati maneno yale anaambiwa huyu Nakshi, basi Anmol alikuwa yuko pembeni na alisikia kila kitu. Jambo lile lilimuumiza sana Anmol, kwa sababu ukizingatia ameolewa kwa ndoa kabisa, japokuwa si kwamba ni kwa kupenda kwake, lakini ameolewa kwa ndoa na hajawahi kuambia maneno hayo na mume wake. Leo anasikia anazungumzwa kwa mwanamke mwingine. Alimfuata Nilam na kumwambia kwa kweli nimejisikia vibaya kwa sababu Rishi ameongea mbele yangu, amemwambia yule Nakshi kwamba toka siku ya kwanza anamuona alimpenda, lakini mimi nimekaa naye muda mrefu sijawahi kusikia maneno mazuri kama yale akiniambia. Nimejisikia vibaya kwa kweli. Alilia sana, lakini hakukuwa na namna. Ndio tayari Rishi alikuwa amekwisha kuamua maisha yake yawe hivyo. Sasa na Nakshi tunaona ni kwamba si kwamba jambo lile aliliamua yeye, ila baba yake ndo alimshawishi aende akaishi na Rishi na alimshawishi. Sasa sijajua lengo la baba yake lilikuwa ni lipi, lakini alimshawishi aende akaolewe na Rishi, na tunaona anasema yeye kumshawishi Rishi kuishi naye ni jambo la muda mfupi sana, kwa kila kitu kitakaa sawa. Maneno hayo yalitoka kwa Nakshi akiwa anamwahidi mama yake kwamba kila kitu ambacho walikuwa wamekipanga kinaenda kutimia. Sasa sijajua ni nini ambacho kinapangwa na familia hii, ila tuendelee kufuatilia tamthilia hii, kila kitu kitakaa sawa. Asante kwa siku ya leo, naona tunaishia hapa. Ili kupata tamthilia hii pendwa kabisa, endelea kufuatilia channel hii kila kunakoitwa Leo. Asante.